Asante sana kwa kuendelea kuitolea macho Dar-Town TV all the way up kutoka Mbezi stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Na hii hapa ni Kidima ya Dar-Town TV na mimi naitwa Big Boy Joe au sio bana bana, dirisha la usajili au sio bana linaendelea kupamba moto kwa sababu dirisha dogo lilishakuwa open na timu nyingi sasa hivi zipo kwenye AFCON. Pia Dar es Salaam Young Africans wanapanga kuboresha idara ya midfield ambako ukizungumzia timu ambayo yenye utajiri wa viungo wengi katika ligi kuu ya NBC kwa msimu huu 25-26, sio tu viungo wengi, viungo waliokuwa wengi na bora, huwezi kuacha kuitaja Dar es Salaam Young Africans Yanga au sio bana ukitoa Yanga huwezi kuacha kuitaja pia Singida kina Marisha K pale, una watu wana quality kubwa sana. Ikumbuke Dar es Salaam Young Africans kwa watu wanaounda idara ya midfield kuna Azizi Andamwile, kuna Juke Abuya, kuna Mudathiri au sio bwana na viungo wengi wakatili wenye ubora sana. So far so good, karibia misimu 3-4-5 rais wa klabu ya Yanga Engineer Khalid Said alikuwa akipiga hesabu ya kutaka kumsajili kiungo wa Azam anayefahamika kwa jina la James Akamiko. Kiungo huyu mwenye uraia wa Ghana, tangu alivyotua nchini Tanzania alikuwa na consistency nzuri sana, kwa maana muendelezo mzuri kwenye pitch. James Akamiko amecheza na kina Yaya Zahid na viungo wengine wengi, lakini siku za usoni alionekana kama kupoteza namba. Sasa wadau wanadai kwamba Khalid Said, rais wa klabu ya Yanga ambaye juzi hapa alitoka kuhutubia kunako kongamano kubwa la vilabu barani duniani au subana mbali aliko na FIFA huko nchini Doha, na alitoa speech ambayo imezua utata mpaka leo kwa mashabiki wa Simba. Anapiga hesabu kali sana kumsajili James Akamiko, na inadaiwa kocha wa Dar es Salaam Young Africans ameshatoa baraka zote. Si mara ya kwanza Khalid Said kumhitaji James Akamiko. Akamiko hajacheza muda mrefu, lakini alipoingia kwenye mechi ya Mzizima Derby, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanadai mechi ya Simba na Azam huenda ingeisha hata sare, lakini alipoingia tu James Akamiko mechi ilivurugika pale pale. Akamiko ni miongoni mwenye viungo wenye quality kubwa sana, anamudu kucheza namba 6 na namba 8, hivyo akiwa na mechi na Faisali pale kunako klabu ya Azam kuliwaka moto sana na kusababisha Simba kuchabangwa mabao mawili chap na hatimaye kuleta mgogoro mpaka Selemani Matola tena kutaka kufuzwa. James Akamiko huenda kajiunga na Yanga kwenda kujiunga na kina Juke Abuya, Mudathiri, wakina Azizi Andambwile, japo za ndani pia zinadai kwamba huenda ikafanyika swap deal. Azizi Andambwile naye anataka kucheza, hivyo mabosi wa Azam wamemwambia Engineer Khalid kwamba wakimtaka Akamiko na wawe wapo tayari kumwachia Azizi Andambwile. Na taarifa zilizofungia Dar-Town TV ni kwamba hata Yanga yenyewe hawana noma kuhusiana kumwachia Azizi, kwa sababu Azizi kwa sasa amepoteza nafasi. Wadau wa mambo wanadai kwamba sababu ya Azizi kupoteza nafasi ni kudai chake. Iko wazi takribani miezi miwili iliyopita alikuwa meneja wa Azizi Andambwile alienda ofisi ya TFF kudai kwamba Yanga wanawadai pesa ya usajili wamalizie, jambo ambalo lilizua mtafaruku mkubwa, na tangu siku hiyo Juke Abuya amerudi kwenye maa yake na Azizi acheze tena. Hivyo basi huenda ikafanyika swap deal. Wazungu wanasema swap deal kwa maana mnabadilishana bidhaa, exchange goods by goods, kwamba huenda Akamiko msimu huu ukianza Januari tu baada ya AFCON akavaa jezi ya Yanga, huku Azizi Andambwile akivaa jezi ya Azam. Ladies and gentlemen, James Akamiko kwa wananchi, unatoa comment gani? Hii hapa ni Dar-Town TV, kwa kile kifaa unachotumia kuitazama hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, so make sure unaligusa ili kuendelea kukaa karibu sana na kompyuta ndogo ambao tunafahamika kama laptop. Unaweza pia kusubscribe Dar-Town TV ili kuendelea kukaa karibu sana na habari za michezo. Kwa niaba ya washikaji zangu wote, mimi naitwa Big Boy Joe wa Dar-Town TV.